Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma warzuqna fahma wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu mpenzi mtazamaji wa Istiqama Swahili TV, ni matumaini yetu kwamba hapo ulipo ni mzima wa afya, lakini ikiwa una ugonjwa wote Allah atakupa shifa. Nina furaha kubwa ya kukaribisha katika muendelezo vipindi vyetu ambavyo tunaviendesha na kuvituma kupitia channel yetu hii ya Istiqama Swahili TV. Na leo hii basi tupo hapa kwa ajili ya kipindi chengine. Kabla ya kuendelea, basi kama kawaida yangu huwa nakukumbusha kwamba ikiwa mara ya kwanza unaingia katika channel hii, basi usahau kusubscribe, kulike, share na comment ili na wengine viwafike vipindi hivi. Utakuwa nami kwenye kipindi hichi Tariq bin Hafidh bin Salim al-Ghaithi, nikiwa leo na mgeni wetu na mwalimu wetu ambaye ni Sheikh Juma bin Salim bin Sulaiman Ar-Rawahi, ambaye atakwenda kutufundisha kuhusiana na msikiti. Tunaona misikiti tunakwenda kuswali na kutoka, lakini je, unafahamu historia ya msikiti? Je, unafahamu kuna uhusiano gani wa misikiti na jamii na kiafya na umoja katika jamii? Basi ikiwa unataka kujua zaidi, basi usiondoke hapo ulipo mwanzo hadi mwisho wa kipindi chetu. Kwa hiyo kuwa nasi mwanzo hadi mwisho wa kipindi chetu ili upate mengi ambayo Sheikh Juma leo ametuandalia. Kabla kuendelea mbele, namkaribisha Sheikh Juma awasalimie watazamaji, alafu tuendelee na kipindi. Sheikh Juma, tafadhali wasalimie watazamaji. Ahlan wa sahlan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu waliyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa sara ala nahjihi wa da'a bid'awatihi ila yawmiddin. Wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran sana Sheikh Juma, na karibu sana katika kipindi chetu hichi. Mimi na mtazamaji leo tunataraji kwa asilimia kubwa sana au karibia zote basi tutafaidika na kile ambacho umetuandalia Sheikh Juma. Asante. Mada yetu leo ni misikiti. Kwa hivyo tutaenda kuangalia misikiti kwa nyanja tofauti. Labda kwa kuanzia Sheikh Juma, labda ungetuambia historia kwa ufupi ya misikiti katika Uislamu. Inshallah. Bismillahir rahmanir rahim. Kama vile ambavyo tunasoma katika vitabu mbalimbali na hasa katika suala zima la tarikh ya Uislamu, tunakuta kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama mwanzoni tu baada ya kupewa wahi, basi alienda katika safari ya Isra wal Mi'raj. Na safari hii imetajwa hata katika Qur'an. Baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Subhanalladhi asra bi'abdihi layla min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Mpaka mwisho wa aya tunaona kwamba Mtume sallam alibarikiwa na alitunukiwa safari ya Isra wal Mi'raj ambayo ilianza kutoka msikiti mtukufu hadi Masjid al-Aqsa. Na baada ya hapo safari ikaendelea mpaka mbingu za juu. Ni safari iliyoanzia msikitini, ndio ikafikia msikitini, ikarudia msikitini. Lakini pia haikumalizia hapo. Tunaona ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama wakati amepewa amri ya kuhama Makka kuelekea Madina, kitu cha mwanzo alipofika Madina
basi alisimamisha msikiti. Naam. Pale alipofikia katika Bani Salim bin Auf, alisimamisha msikiti kwa hatua ya mwanzo, Masjid Quba. Naam. Lakini pia safari yake iliendelea na kwenda kuweka msikiti ambao msikiti historia yake imefahamika wazi na imeelezwa wazi kwamba ni msikiti unaoeleweka, msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ilikuwa kwa kweli ni ujumbe mkubwa na ujumbe mzito katika jamii, pamoja na yale makubwa aliyoyafanya mwanzo, kuiunganisha jamii, kuunga udugu ule baina muhajirina wal ansar. Lakini pia kufunga mikataba na ile jamii ambayo haikuwa ya Kiislamu ama jamii iliyokuwa ikiishi katika Madina. Suala la msikiti lilipata nafasi ya mwanzo ama nafasi ya awali katika kusimamishwa kwa ukubwa wake na kwa umuhimu wake. Kwa hiyo hatuwezi kuzungumza jamii yoyote ambayo inataka kuendelea, jamii yoyote ambayo inataka mafanikio, jamii yoyote ambayo inataka ielewane, ishikamane, ijenge jamii bora, pasi na kuutaja msikiti au kuhusisha msikiti. Na kwa maana hiyo basi hata jamii yetu ama hata maisha yetu ya kileo tunakwenda kuona kwamba popote pale panapoanzishwa mji, basi eneo la msikiti uwe kwa mwanzo. Kweli. Hiyo ni kutokana na umuhimu wa msikiti katika jamii. Lakini je, leo hii umefahamika msikiti kwa maana ambayo ilifahamika na aliyotufahamisha mwenyewe Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Linabakia swala hili linataka kuchambuliwa na kuelezwa ili jamii irudi katika asili yake. Karibu. Asante sana. Sheikh Juma, shukrani sana kwa kutupa historia hiyo kwa ufupi na tumeelewa. Sasa twende sasa ukatueleze nafasi ya msikiti katika jamii. Asante. Ni swala zuri na refu na linahitaji vipindi na vipindi. Kipindi kimoja tu sifikiri kama kinaweza kikakidhi na kinaweza kikakava nafasi yote ya msikiti. Lakini haraka na kwa ufupi tueleze ya kwamba msikiti una maana kubwa sana katika jamii. Jamii yoyote inayotaka kuendelea, jamii yoyote ambayo inataka kujenga nafasi yake katika nchi husika, katika ulimwengu kwa ujumla, basi haiwezi kufanikiwa kama haikuupa msikiti kipaumbele na hakuijua jamii hiyo, haikujua msikiti nafasi yake na maana yake ni nini. Tunaposoma kuangalia msikiti, tunaona kwamba msikiti si pahala tu pa kwenda kusimamishia sala ama kutekelezea ibada ya sala fahasb, lakini msikiti una maana pana sana. Na ndio maana tunakuta taasisi zote unazozijua leo ambazo hizi zimetolewa kwenye msikiti, zikaekwa kwenye mamlaka nyingine za kinchi au za kiserikali, na mamlaka hizi zote zilikuwa katika msikiti zama za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo hakuna mbea ambayo ilikuwa imeachwa ama jambo ambalo limeachwa likawa halikuhusishwa na msikiti. Hapo ndipo utaona kwamba msikiti una nafasi gani katika jamii. Ukiacha kuutizama msikiti kuwa ni pahala pa kusalia peke yake. Naam. Shajuma, pale mwanzo nakumbuka umetuambia kwamba hata kama kuna miji mingine ambayo inazinduliwa, basi hukosi msikiti hapo lazima uwepo. Hata tunaona maskulini wana japo chumba chao ambacho wamekitenga kwa ajili ya kusalia. Yani sehemu yote kama mahotelini wana japo kosi msikiti, lakini hii sehemu ya kusalia na inaandikwa pale. Sasa ni mantiki gani ya kuwepo msikiti eneo hili husika? Kuna mantiki gani hapo Shajuma? Asante, shukrani. Tunaona kwamba msikiti katika ramani zozote za mji penye jamii ya Waislamu huwa ni kimbilio la mwanzo kutizama msikiti unakuweko wapi. Jamii isiyokuwa ya Waislamu ama ya Kiislamu, wao huwa wanaangalia sehemu za lahu, michezo itakaa wapi, uwanja wa mpira utakuwepo wapi, labda jambo jingine fulani la anasa litakuwepo wapi. Kipaumbele cha Waislamu, cha Muislamu popote anapoanzisha makazi yake, huangalia msikiti unakaa wapi. Na kama utatizama kuanzia msikiti mtakatifu wa Maka, pale ilipo al-Kaaba al-Musharrafa, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bibakka, sio bimaka, bibakka. Kuna vitu viwili tofauti. Tukitizama Qur'ani, Maka imetajwa kama Maka, lakini pale pameitwa ni Bakka. Kwa hiyo pale ilipo al-Kaaba pale ni Bakka.
Na pale ni sehemu ambayo ni sehemu ya kati na kati katika eneo lote la kavu la ulimwengu. Yani pale katikati, pale ni katikati ya dunia au ya eneo kavu la ulimwengu. Okay. Ili pale iwe sasa ni mafikio ya kila upande wa dunia, ujumbe uanzie pale. Hivyo historia ya msikiti hadi leo, angalia popote panapojengwa msikiti, haukuti msikiti umewekwa chonjo ya mji. Yani kando ya mji. Utakuta msikiti umekaa katikati nafasi yake ya mji husika, ya eneo husika, ili msikiti utekeleze ujumbe wake, ufikishe ujumbe wake, ikiwa kila mmoja ni rahisi na kimbilio la kila mtu katika eneo hilo ambalo ni msikiti. Kwa hiyo tunaweza kusema kwa ibara fupi na kwa maneno machache, msikiti ni taasisi ya Waislamu ambayo inategemea kwamba Waislamu sasa hapa waje wapate ufumbuzi wa mambo yao yanayowahusu katika maisha yao ya kila siku. Hayo ndio ambayo tunaweza tukasema katika eneo hili. Sijuma kuna aya ile katika suratul Baqara inasema, baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa man adhlamu mimman mana'a masajid Allahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Kitafsiri yake Sijuma utatueleza, lakini kuna watu manake yani wanania kuiharibu hii msikiti. Sasa kivipi manake wanaharibu msikiti? Labda kidogo yani manake tuambie, utupe mafhumu ya hii aya. Pamoja na kwamba ili tuende kwenye aya tunahitaji kwamba tuwasikie wafasiri wanasemaje. Lakini tutizame kwamba namna ya kuiharibu misikiti moja wapo, pamoja na kwamba tunaiona kwamba haielezewi ama haisemwi kwa namna ya wazi wazi. Lakini unapoiangalia aya na uhalisia, unakuta huko ndiko tunakoelekea. Kwa nini? Msikiti unaposhindwa, ama tukizungumza msikiti ni jengo, lakini tunamaanisha ni watu na jamii ambayo inahusika na msikiti huo, inaposhindwa kutekeleza jukumu lake, ikawa sasa salawati 5 hazipatikani kwa wakati, jamii haina mafungamano yoyote na msikiti, imebakia kama ni ramzi tu kwamba sisi ni Waislamu, tunahitaji jambo hili liwepo kwa dharura ndogo ndogo, kama vile labda amefariki mtu au pametokezea shughuli nyepesi. Ikibakia katika mantiki hiyo, manake tunaenda katika huko kuizuia, kuiharibu misikiti isitekeleze jukumu lake. Kwa hiyo tunachotakiwa, manake kwenye aya tunafahamu ya kwamba ni wajibu wetu tunapoweka taasisi msikiti, ni lazima itoe ujumbe wake husika, ni lazima ifanye kazi yake husika, ili jamii husika itambue na ielewe kwamba hii ni taasisi yetu. Na hapa tunahitajika kwamba tuje tuchukue kila kitu kutoka kwenye msikiti. Elimu ipatikane hapo, mazingira yaeleweke hapo, mafungamano na mashikamano ya jamii yatoke hapo, salawati 5 zipatikane hapo. Na hivi ndivyo tunavyoona msikiti katika zama za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Zama za Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ujumbe uliokuwa ukitoka maeneo, jumbe zilizokuwa zikitoka maeneo mbalimbali hazikwenda zikimuulizia Mtume sallallahu nyumbani kwake, zilikuwa zinafika msikitini. Wanajua kwamba hapa ndipo kila kitu. Masakin, fukara waliokuwa wakitoka katika maeneo mbalimbali hawakuwa kenda kimgongea Mtume sallallahu nyumbani kwake, lakini walikuwa wanakuja msikitini wanamkuta. Waliokuwa kitaka kujua Uislamu hawakuwa kimtafuta Mtume katika eneo jingine lolote lisilokuwa msikiti. Lakini tunaona ya kwamba zama zile jihadi ilikuwa imekamata nafasi ili kufikisha Uislamu kule ambako umekupatana na vipingamizi mbalimbali. Tunadhani hakukuwa na majeruhi kipindi kile, tunadhani hakukuwa na wagonjwa katika zama zile, tunadhani kulikuwa hakuna waliokuwa na hali zilizokuwa zinahitaji kurekebishwa za kiafya. Je, umepata kusikia kulikuwa na hospitali yoyote ya rufaa enzi hizo? Asijapata kusikia. Uliwahi kusikia kuna hospitali ya mkoa? Hakuna. Walikuwa wakirudi wapi hawa? Msikiti ilikuwa ndio kila kitu. Yani pia msikiti maana ni hospitali. Naam. Msikiti ilikuwa ni kila kitu. Kivipi Shajuma? Kwa sababu leo hii msikiti tumeunyonyoa mbawa, kwa lugha hii sijui nikisema kama itaeleweka sana, lakini tunaweza kusema tumeuvua majukumu ya msikiti, tumeyatoa. Tukabakisha jambo moja tu la kusimamisha sala. Bas. Unahitaji msikiti uwe na hospitali, iulekane kwamba hii ni hospitali ya msikiti fulani.
Tunahitaji msikiti uwe na shule, ieleweke shule hii ni ya msikiti fulani. Ndio maana yake elimu inayopatikana inajulikana kwamba chimbuko ni msikiti. Afya inayopatikana chimbuko ni msikiti. Tunahitaji tuwe na mainjinia ambao wanajinasibu kwamba tumesomeshwa, tumetoka msikitini. Yaani kada zote za watu katika jamii unazoziona leo zinahitajika na zinahitaji ziwepo kada hizo na wataalamu wake walipaswa watoke msikitini. Kweli. Tunafahamu kwamba maswahaba ridwanullahi alayhim kina Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu, Uthman bin Affan na wengine wote. Ndio. Hawa ni maswahaba waliolelewa kupitia msikiti. Na hadi leo hakuja vunjwa historia yoyote katika hao. Tukizungumza uadilifu, haujawahi kuvunjwa uadilifu wa Umar na historia mwingine yoyote. Na tukiongelea uadilifu tunamzungumzia Umar. Tunamzungumzia Umar. Kausoma wapi uadilifu? Msikitini. Msikitini. Tukizungumzia tukimsema Saidina Abu Bakar radhiallahu anhu, namna ya ukarimu wake, namna ya alivyokuwa, tunahisi amesomea wapi taaluma ile? Aliyapata wapi mafunzo yale? Aliyachukua msikitini. Naam. Kwa hiyo unabaki kwamba msikiti kama yengefahamika maana ya msikiti katika akili na uelewa wa Uislamu, basi maisha yetu yangalikuwa bora kuliko yalivyo sasa hivi. Naam. Na yangalikuwa na ile mantiki yenye Uislamu ungalikuwa unajieleza wenyewe, haukubali ama hausubiri usemewe. Naam. Ingalikuwa unasema wenyewe. Kama msikiti ungalikuwa ndio kila kitu kwa Muislamu. Lakini maalasaf tumekuwa hatujui maana cheo cha msikiti. Hatujui. Hili ndio la kusikitisha. Ndio. Kwa hiyo Sheikh Juma anatuambia kwamba elimu itolewe kwa elimu inahitajika. Na inahitajika elimu si tu kwa kufanya mihadharati, lakini inahitaji tukilee kizazi chetu katika kuuelewa msikiti nini. Tuwafunze watoto wetu, vijana wetu katika kuelewa msikiti una nafasi gani na wao wanahusika vipi na msikiti. Wajue maana kama wanahusika nao. Wafahamu. Leo hii vijana wetu, wasomi wetu wanajinasibu na college mbalimbali. Yule anakuambia katakharaj katika chuo kikuu cha Oxford. Yule sijui Makerere, mwingine anakuambia sijui Mlimani City. Hataji kabisa kitu msikiti, kama kwamba msikiti haukuwa na kazi hiyo. Ndio. Bali alipaswa kwanza ataje msikiti. Ataje msikiti. Naam. Bali msikiti ndio uandae mazingira, na tunamaanisha msikiti, hatumaanishi jengo peke yake. Jengo hile ni jengo kwa maana ya kwamba ni taasisi yao. Naam. Kulipaswa kama kuna kamati, sio tu kamati ya msikiti ya usafi. Ndio. Na ubadilishaji wa taa na mafeni. Naam. Lakini kuwe na kamati hizi tulizozitaja zote, kuwe na kamati zote hizi za kusimamia mambo ya Uislamu. Leo hii mathalan, naam, fakiri, wajane, mayatima, shida walizonazo hawajui wapi watakwenda kukimbilia, labda kwa fulani ambaye wanamjua huyu huwa misaada kwake inapita. Naam. Ama taasisi fulani, lakini hawaji kwenye taasisi msikiti. Si kosa ili kweli? Ilipaswa waje kule msikitini. Ilipaswa waje msikitini. Kama kuna pahala pa kuelekezwa, taasisi hiyo ipewe amri na msikiti. Naam. Ama ielekezwe na msikiti kwamba fanya hili, fanya lile kwa ajili ya watu fulani. Lakini miongozo, maagizo yametoka wapi? Msikitini. Naam. Hivyo ndio inavyopaswa. Naam. Naam. Inshallah. Shukrani sana Sheikh Juma kwa maelezo yako. Umetufungua akili. Haki tulikuwa mimi mwenyewe binafsi naelewa tu, lakini leo nimeelewa kiundani, japokuwa umesema kwamba tukizungumzia nafasi ya msikiti katika jamii basi kipindi hiki hakitoshi yani. Naam. Tutaenda kwa yani maana silsila. Naam. Naam. Kwa hivyo labda sasa hivi twende katika kuna alaka yani uhusiano gani baina msikiti, japokuwa pale kidogo umetugusia, kidogo tumegusa afya, lakini kuna yani uhusiano gani baina msikiti na afya? Tayeb. Naam. Msikiti na afya, katika zama za msikiti ulipoeleweka, naam, ulikuwa msikiti tunaweza kusema ni hospitali. Ni hospitali. Ni msikiti, ni hospitali wakati huo huo. Naam. Tuliwahi kupita katika maelezo yetu ya mwanzo. Naam. Tukasema waliokuwa wakijeruhiwa katika vita, waliokuwa wakipoteza labda viungo katika vita, kesi zao za kiafya walizikuwa wakizipeleka wapi?
msikitini. Zikirudi msikitini. Kwa maana kumbe yani Sheikh Juma kuna nani madaktari kule wapo tena. Naam, na ndio maana tukasema kwamba msikiti ilikuwa ni kila kitu. Msikiti ni kila kitu. Kwa hiyo madaktari walitoka wapi? Msikitini. Makadhi walitoka wapi? Msikitini. Mtume sallam akihukumu wapi kesi? Msikitini. Akizihukumu msikitini. Kwa hiyo tukichukua kwamba kwa upande huu tunakuta msikiti tunaweza tukauita ni hospitali. Tukija katika kesi kwamba Mtume sallam akizihukumu kesi, maana yake ni mahakama hiyo. Naam. Tukija kwamba watu wakisomeshwa taaluma yao ya dini, maana yake hapo ni shule. Naam. Tukija kwamba watoto wakilelewa hapo, maana yake ni tukija kwamba mayatima wasiojiweza na wenye mahitaji maalum wakija pale, huo ni ustawi wa jamii. Yani taasisi unazoziona sasa zinazoitwa ni wizara na vitengo vyake na idara zake. Ndio. Hizi zote zilikuweko msikitini. Hauwezi kusoma katika historia ya zama hizo za msikiti. Ulipoeleweka msikiti, ukaenda ukakuta kwamba kulikuwa na chuo kikuu fulani pasi na msikiti. Naam. Palikuwa na hospitali fulani, si kwenye afya? Ndio. Palikuwa labda na hospitali fulani ya rufaa au ya mkoa au ya wilaya pasi na msikiti. Lakini hata taaluma ya watu namna ya kuzifunza na kujizitunza afya zao, wani tunadhania tulipoambiwa ya kwamba mwanadamu anatakiwa aeke sehemu 3 za chakula za mahitajio yake ya kula. Ndio. Sehemu ya chakula, sehemu ya pumzi, sehemu ya maji. Tunafikiri haya lizungumzwa wapi haya? Msikitini. Maana ni taaluma ya afya inatoka. Naam. Ni taaluma ya afya. Japokuwa wanake daktari wakilewa wanatuambia, lakini tayari ishatoka wao wanapita tu katika nasema ni tahsil alhasil. Naam. Ni yaliyokushafanyika wao ndio wanayakariri. Tuseme wanatuzindua wanatuzindua upya. Huo ndio uhalisia. Naam. Yani maana sasa hivi Sheikh Juma kwamba baada kusali alfajiri msikiti unakimbiliwa kufungwa. Kufungwa. Unafunguliwa tena saa 6. Tunaswali, pengine mengine inafungwa mpaka alasiri. Kwa hivyo hakuna pale shughuli nyingine isipokuwa ibada ya kuswali. Maana mwenendo huu unakwenda utatufikisha pahala pabaya zaidi. Kizazi cha leo kinachonyanyuka na kuona hii ndio hali ya msikiti. Siku zote mafunzo kama hayakupata walimu wazuri, wanaofunzwa watachukua mafunzo pungufu. Na kama haya ndio mafunzo yanayosomeka katika jamii kwamba msikiti hivi ndio unavyofanywa, tunadhani kizazi kinachokuja kitachukua vipi? Si hasha baada ya miaka fulani ukaja ukakuta kizazi kilichopo hakione hata umuhimu wala uzito wa msikiti. Na badala yake pengine wakageuza la samahallah wala qaddar, yasije akafikia hayo. Lakini yanaweza akafikia wakaona hata pengine ni bora tufanye kitu fulani kuliko. Ni lazima uelewa msikiti urudishwe na ufahamishwe tena upya. Ndio. Naam. Shukrani sana Sheikh Juma. Labda sasa hivi twende katika uhusiano wa msikiti na umoja katika jamii. Hapa vipi hapa? Tayeb. Tunaona ya kwamba tumehimizwa sana na salawatu 5 fil jamaa. Naam. Riwaya mbalimbali zimekuja, lakini mpaka tumebashiriwa kwamba wa kathratul khuta ila almasajid ni katika mambo ambayo Allah yamhu bihi alkhataya wa yarfa'u darajat. Naam. Allah anapandisha darajati, anapandisha watu daraja kwa kitendo cha kutoka alikotoka kukimbilia msikiti. Naam. Na katika riwaya nyingine tumeona ya kwamba anayetoka mbali zaidi huyo anakuwa ni mbora zaidi kukimbilia msikiti. Naam. Sala inakuja kuwakutanisha, inakuja kujenga nyoyo zikae pamoja. Naam. Tufahamu kwamba katika zama za Mtume sallam kuna masjid inaitwa Masjid Dhirar. Naam. Msikiti huu ulikuwa na jina la msikiti, lakini haukuwa na lengo la msikiti. Ilikuwa ni tafrika baina nas. Lengo ni kwenda kuwafarikisha watu. Nini kilitokea? Msikiti ule uliamuriwa kwamba uvunjwe kwa sababu haukuwa msikiti kwenye mantiki ya msikiti. Yani kwa lengo la msikiti kwamba lengo la msikiti ni kuwaweka watu pamoja. Watu wafahamiane, kujenga upendo baina ya watu, kuonana watu mara 5 kwa uchache kwa siku. Naam. Wakiwa wote wanaelekea kwenye lengo moja, wanamuelekea mmoja. Katika namna moja, bila ya kumpambanua kiongozi hapa ni nani, rais ni nani, wala maruhusu ni nani. Mkubwa ni nani na mdogo wa umri ni nani. Tunakaa tumeshikamana, mtu kwa mtu, mguu kwa mguu, bega kwa bega. Na hili ndio muongozo wa imamu anautoa mwanzo. Safu ikae katika muundo huo.
istau wastaqimu watarasu. Naam. Kwa nini anakuja haya? Umoja hule, yani mkao hule ndio jamii yetu inapotakiwa ijengwe. Naam. Sasa na pengine yani Sheikh Juma, naam, pengine kama kuna watu wana uhasama hapo, ikatokezea umekaa pamoja pale, pengine nimekaa na huyu hapa, yani pengine ule uhasama, naam, yani ukaondoka manake kwa vile kukaa pamoja katika safu. Na ndio makusudio. Sasa unaloliona la kushangaza, na hii itakuwa ni kutokana na kutokujielewa ama kuuelewa Uislamu wao, kwamba vipi leo misikiti imekuwa ni sababu ama imekuwa ni vyanzo vya takhasumu baina nas. Misikiti pahali yake ni kujenga umoja, mapenzi, mahaba baina nas, na sio kujenga uhasama. Lakini leo misikiti, ukiingia baadhi ya misikiti unakuta huko ndani kumejaa tofauti. Huyu anasema vile, huyu anasema hivi, huyu anafanya hivi, yule anafanya hivi. Hawa watu ni kwa sababu hajafahamu nini lengo la msikiti. Naam. Nini kazi ya msikiti. Ndiyo. Bali wadhifa wa swala zao hizi wanazozitekeleza katika msikiti huo. Inaonyesha kwamba wanatekeleza ama wanakuja kwenye utamaduni wao. Naam. Na kwenye mazoea yao. Bali hata utamaduni tukisema itakuwa labda ni mustalahu uliokuwa ni mzuri kidogo. Ni kitu mazoea. Manake utamaduni pia unaheshimika. Lakini ni mazoea yao. Kwa hiyo mazoea ukiyakhalifu kidogo unajikuta kwamba uko sawa sawa tu hakuna. Lakini utamaduni ukiukosea pia, naam, uenda kujua hapa nimekosea. Unakosea, unarudi katika sasa. Yani labda yani manake kwa kazi hapo Sheikh Juma, yani pia misikiti, yani kwamba ule umoja, yani mako unasaidia. Kwa mfano kwamba watu wamezoea kama mtu fulani hapa tuko naye kila siku, lakini mbona siku 2-3 hapa hatumuone, basi itakuwa naumwa. Subiri tukamtembelee au manake tumjuilie. Kwa hivyo ule umoja yani unakuwa pale Sheikh Juma, unaimarika. Naam, unaimarika. Watu wanapata kutembeleana, watu wanapata kusaidiana, shida zao zinasikilikana, wanapata kusaidiana. Watu wanapata kuona dosari zao katika jamii, kama kuna halali yoyote imejitokeza, pale ni pahala sahihi. Kwa sababu wote katika jamii wapo pale. Ndiyo. Kama kuna mchango wote unahitajika upite ama upitishwe, pale ndio pahala sahihi. Pengine popote itakuwa yule yupo, huyu hayupo. Ndio. Toleo wake leo, yani alinipigia simu rafiki yangu mmoja. Naam. Ule wapi Unguja. Anambia naomba namba ya simu ya ustadhi fulani. Nikamwambia kitu gani? Anambia manake kama wiki hapa wake Simoni huwa tunasali naye pamoja, lakini Simoni. Naam. Kwa hivyo nikamwambia sina, lakini yani wake tafuta. Kwa hivyo utakuta manake kwamba mtu akiwa yani haonekani katika msikiti siku 2-3 itakuwa acha manake tumjuilie ameshikwa na nini. Kwa hivyo ule umoja yani unaimarika masuria. Naam. Sasa Sheikh Juma, mambo ni mengi na natamani kwamba yani kipindi nisikatishe. Yani tuendelee, lakini kutokana na muda ambao umewekwa kipindi, lakini na huku unatupa maneno matamu na mazuri na mengine wanake tulikuwa hatuyajui, lakini sasa hivi tumezinduka. Naam. Lakini kwa hayo mengi ambayo yani umetufundisha Sheikh Juma, yani mimi na mtazamaji tumeyachukua na kwa kweli tumezinduka. Mimi mwenyewe binafsi wanake niseme nimefaidika na mengi zaidi ambayo yani umetufundisha. Tunaomba Allah akupe khairi nyingi Sheikh Juma, tuzidi na sisi kufaidika na wewe. Barakallahu fik. Naam Sheikh Juma. Labda sasa hivi Sheikh Juma, tukiwa ukingoni wa kipindi chetu, labda unatupa nasaha gani kwetu kutokana na hii mada ya leo? Naam. Kwa kweli nasaha yangu kwanza mwenyewe binafsi na kwenu nyinyi na kwa kila mtazamaji na kwa umma kwa ujumla ni kwamba tunahitajika kuielimisha jamii upya nini msikiti na nafasi yake ni ipi. Hili ni jambo ambalo limekwenda katika historia, limekwenda mpaka tumeufikisha msikiti hapa ulipofika. Kwa hiyo tunahitajika tudiriki kile ambacho tulikipoteza kwenye muda mrefu na kuurejesha msikiti katika hadhi yake. Ni imani ya kila mmoja kwamba msikiti utakapokamata nafasi yake, utakuwa ni kimbilio la kila mtu na utakuwa ni msaada wa kila mtu. Kama tulikuwa tunatafuta skuli bora, shule bora, tukisimamia msikiti zitapatikana shule bora kupitia msikiti. Kama tulikuwa tunatafuta afya bora, tukisimamia msikiti tutapata afya bora kutoka msikitini. Kama tulikuwa tunatafuta mazingira bora, na haya yako wazi katika dini yetu, tunaambiwa hata kikisimama kiyama na mmoja wetu ana mche
mkononi mwake, basi asiache kuupanda mti huo ama mche huo. Sasa mashallah, yani hata kama tayari manake lishapigwa. Manake ni mazingira. Kwa hiyo tutakaporudi msikitini, tukaupa msikiti nafasi yake, haya yote leo tunayoona amejengewa na kuundiwa wizara mbalimbali na vitengo vingi, haya yote yatarudi na yatakuwa ni vitengo vya msikiti, na kweli utaeleweka kwamba msikiti ni taasisi na si pahala tu pa kwenda kuswali na kurudi. Kwani si yako maeneo ambayo yanaitwa musalla yetu ni msikiti? Naam. Si zinaswalika swala za jamaa huko? Ndio. Na jamaa yake inahesabiwa ni jamaa vile vile. Naam. Maana yake msikiti ni zaidi ya swala ya jamaa. Naam. Haya tukiachukua, jamii itabadilika. Naam. Na itakuwa ni bora zaidi kama vile ilivyokuwa jamii bora ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Naam, shukran sana Sheikh Juma kwa nasaha zako ambazo umetupa mimi na mtazamaji, na inshallah kwa uwezo wa Allah tutazifanyia kazi. Lakini pia shukran sana kwa elimu ambayo umetupa. Barakallahu fikum. Umetupa elimu kubwa. Jazakallahu. Na umetufunua akili wengi, mimi na mtazamaji pia. Ndugu mtazamaji, ichukue hii elimu ambayo amekupa Sheikh Juma na uifanyie kazi. Sheikh Juma, sisi hatuna la kukwambia isipokuwa tunamwomba Allah akupe khairi nyingi sana, akufanyie wepesi mambo yako muda huu ambao umeutenga kuwa na sisi hapa, na akuepushe na kila la shari. Ndugu mtazamaji, mpaka hapa tumefikia ukingoni mwa kipindi chetu. Kumbuka kwamba ulikuwa nami Tariq bin Hafidh bin Salim al-Ghaithi, nikiwa na mgeni wetu na mwalimu wetu Sheikh Juma bin Salim bin Suleiman al-Rawahi. Nyuma kamera ambao umetufanya sote hapa tuonekane vizuri sana. Tulikuwa naye director wetu mkuu anaitwa Sheikh Sud Luheta, akiwa na msaidizi wake Ustadh Khalid Al-Iskawi. Mpaka hapa hatuna la ziada. Kumbuka kwamba Istiqama Swahili TV ni busati la elimu na hekima. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima.